Labda tuangalie mambo mengine, kwa mfano kwenye vitu vingine ambavyo tunaona labda kilimo pia katika mambo ambayo labda tunaweza tukasema labda yamefanyika pia vizuri kama hiyo uliyoisema, kuondoa kodi kwenye VAT kwenye viuatilifu, kwa sababu ukizungumzia viuatilifu unagusa hapo wakulima wa korosho, wakulima wa kahawa, wakulima saizi kwa hali ya hewa saizi karibu kila mkulima ili ulime unahitaji kutumia viuatilifu kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo labda tunachokitarajia ni kuona kwamba kweli kwenye msimu ujao wa kilimo unaoanza Novemba Disemba kwenda mwakani, kweli wakulima waone kwamba bei za viuatilifu zimeshuka kutokana na ondoleo hili la VAT, yani kodi ya ongezeko la thamani. Lakini pia tumeona kuondolewa kwa VAT pia kwa vipindi maalum kwenye matairi ya matrekta, matrekta maana ya kilimo. Lakini pia tumeona kwenye mafuta yanayozalishwa ndani, lakini yanayozalishwa kwa mbegu ambazo zimezalishwa nchini, kama alizeti imelimwa Tanzania au karanga imelimwa Tanzania au ufuta. Hiyo tumeona kwa sababu kwa namna moja inampa aweni wazalishaji wa mafuta, lakini pia inawaongezea soko wakulima. Kwa hiyo kwa hilo ni tunaona lina maana sana. Lakini pia hata ukiangalia kama unakumbuka tulivyojadili bajeti ya kilimo kwenye moja ya habari tulitoa kwenye bajeti ya kilimo of course ndani ya miaka mitano hii bajeti ya kilimo imeshoot sana. Ilikuwa ina range around bilioni 100-200, lakini sasa imeshoot around trilioni. Kwa hiyo ni nyingi, lakini uzuri zaidi ni kwamba kuna kiwango significant ambacho kinaenda kwenye kilimo cha umwagiliaji, yani kwenda kwenye hizi scheme ambazo zilikuwa design kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Changamoto kubwa kwenye issue ya kilimo kwenye hili ni fedha zinazopelekwa. Yani ukiachana na bajeti, kiwango kinachotengwa na ukija kulinganisha na kiwango kinachopelekwa, hii imekuwa ni changamoto sana. Kwa sababu tumeona kwa wastani wizara nyingi ambazo ni significant kwenye masuala ya kiuchumi, ukitoa wizara kama ujenzi pamoja na nishati, huku kwingine kiwango cha fedha kinachopelekwa hakivuki mara nyingi, kipo around 50-40, kikienda sana 60, lakini kwa budget imeongezeka ila fedha haziendi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana, na hii inasema kwa sababu hususan kwenye hiyo miradi ya umwagiliaji, kwa sababu kama hiyo miradi ya umwagiliaji ikipelekewa fedha ndani ya kipindi cha miaka 4, ingepelekewa fedha yote inayohitajika na ingepewa kipaumbele, basi kwenye eneo la umwagiliaji lingekuwa kubwa sana, na kwa sababu umwagiliaji una tija kubwa kwenye kilimo, na tumeona of course mchango wa sekta ya kilimo, lakini umwagiliaji una tija kubwa kwa sababu kwa kiwango kikubwa unawezesha productivity kwenye uzalishaji. Kwanza uhakika, lakini pili wakulima wanaweza wakalima zaidi ya msimu mmoja waliozoea wa mvua. Na kama unavyojua hivi karibuni kumekuwa na hizo pia mabadiliko ya mvua. Kuna muda mvua zinachelewa, watu wamepanda, sio wanakaa wiki 2-3 mvua zijanyesha, mbegu zimeharibika, inabidi wapande upya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama serikali imejidhatiti na kweli inaona kilimo kinatija na kinategemewa na Tanzania wengi, na ili kiweze kuongeza mchango wake kwenye pato la taifa, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba fedha zinazotengwa kwenye miradi hii ya kilimo zinakwenda kwa 100% kama maeneo mengine nyeti zinavyoenda. Na unajua mara nyingi tukiwa tunazungumzia sera za serikali, kuna wakati tunaona kama ni vitu ambavyo vya kuzungumza tu, ila kwa nchi yetu hasa kwenye kilimo sera nzuri zilipotokea zimefanya kazi. Na nadhani wote wakati tunakuwa tunafahamu mchele ulivyokuwa adimu. Ila mchele mpaka tulikuwa tunaagiza Thailand, unajua sio wengine tu sehemu kubwa unaagiza. Ila mchele ulipelekwa kwenye baadhi ya maeneo ukalimwa, haukuwa kuwepo. Na ile ni sera ya serikali.
Kwa hiyo sera ambayo ni nzuri inafanya kazi. Na tumeona mchele kweli sasa hivi mchele ni na tuna export kiwango kikubwa kabisa. Na sasa hivi mchele na unga, mchele na ugali na wali sio vitu ambavyo watu wanashangaa tena sehemu kubwa. Sio kwa sababu of course maisha yamebadilika, lakini pia mchele unapatikana sio kama zamani. Sio jambo la watu kushangaa. Na hii ni sera ambayo imetekelezwa na serikali. Kwa hiyo sera ambayo ni nzuri. Unaposema budget iende, budget ikienda lazima maisha yabadilike. Kama budget ikaenda ikatumika inavyotakiwa, scheme ikatengenezwa, maisha lazima yabadilike. Hata hizi sehemu tunasema korosho zinapolima. Hizi ni sera zilizofanyika awamu ya kwanza. Kwamba bwana ya maeneo kuna korosho. Kuna korosho inalimika. Sasa hivi unaona korosho inashikilia uchumi, ni moja ya kwenye haya maeneo. Sasa sera zikiwa nzuri lazima zifanye kazi. Lakini sera zikiwa mbaya zinaharibu kila kitu. Unafahamu kwa mfano ile biashara ya kushika korosho na kufungia na kufanyaje, iliharibu mfumo mzima wa korosho na hata ikashuka. Kwa hiyo hapa kama hii trajectory ambayo tunaiona, hii nguvu ambayo inaonekana imepelekwa kwenye kilimo, sio jambo la mzaha. Kama ikifanikiwa maisha yanabadilika. Na mara nyingi tunaangalia kilimo, unajua tunavyosema, ukiangalia kilimo inaonekana kama mara sijui kufa na kupona, yani kama ni kitu ambacho cha watu wanaoteseka au adhabu, kwa sababu shuleni tulikuwa tunapewa adhabu ya kulima, ndio adhabu. Kwa hiyo tunadhani pia picha tunayo ya kilimo tunayo hiyo ni kama watu wanateseka. Lakini kama kilimo kikibadilika, watu watapata hela. Sababu sasa hivi ukiangalia, ukiacha dhahabu, unajua kilimo ndo kitu cha pili kinachoingiza pesa za kigeni. Kwa mfano ufuta kwa mfano umezungumzia issue za sera. Umeona ufuta unaingiza zaidi ya trilioni moja zaidi na point kwenye na ufuta ni zao ambalo miaka 10 iliyopita sidhani kama kuna mtu alikuwa anazungumza ufuta ni kitu ambacho kinaweza kikapiku kahawa, korosho na mazao mengine ambayo tradition cash crops ambayo tumeazoea hapa Tanzania. Kwa hiyo kuna potential kubwa sana, kwa sababu na hiyo inaenda mbali zaidi. Kwa sababu pia tumeona kuna bajeti iliyopita ya mwaka jana ilizungumzwa sana issue kwa mfano ya kuona namna gani tunaacha kuagiza ngano. Kwa kuona kwamba tunafanya uwekezaji mkubwa, kwa sababu leo Ukraine wanapigana na wanauza ngano. Wanauza ngano. Na eneo ambalo Ukraine wanalima alikazalisha mahitaji yetu kulingana na mahitaji yetu, kwa sababu sisi tunatumia zaidi ya bilioni 100 ngapi kwa takwimu za mwaka 2022 tunatumia kuagiza ngano Ukraine na Urusi. Kwa hiyo sisi tuna maeneo hapa Tanzania, kuna wilaya kama Mbinga, wilaya za Makete. Hizo zina eneo kubwa ambalo tungeweza kuzalisha ngano ya kututosha sisi na kuweza hata kuexport kwa majirani zetu, kwa sababu majirani wote hapa wote wanaagiza ngano. Na unajua moja ya kitu ambacho kinatupa advantage, ukiacha kuwa na bahari, tuna ardhi. Tuna sehemu kubwa, ukipita kuna sehemu kubwa unaona kabisa inaweza kutumika. Na una watu ambao wanaweza pia wanahitaji hizo ajira. Kwa policy, tunaposema sera zikiwekwa zikiwa nzuri na watu kazitekeleza zinafanya kazi. Na sio kuna kitu wanasema sio rocket science. Sera nzuri inafanya kazi. Na hapo unazungumzia sera nzuri ni kwamba mnaamua kwamba ili zao lifanye kazi. Halmashauri wanaamua kwamba hawataleta mizonge kwenye hilo jambo. Kila mtu anaamua kufanya utekelezaji wake. Budget inafikishwa, lazima ubadilishe. Kwa hiyo kama tukiamua tunasema kwamba kilimo cha Tanzania kinaenda kuwa cha kitajiri, kwamba wakulima wetu wanaenda kutajirika, vijiji vinaenda kuwa miji, kwamba vijiji vinakuwa vijiji lakini vilivyoendelea. Inawezekana. Kwa sababu na kama tumeweza kwenye ufuta, tumeona hiko kilichotokea. Kama tumeweza kwenye mchele, kwenye korosho mfano pia. Kwenye korosho. Kwa nini tushindwe kwa mfano saizi kwenye ngano? Kwa nini tushindwe kwenye shairi ambayo majirani wote, yani bia inatengenezwa kila nchi inatumika na inatengenezwa. Kwa hiyo hao majirani wote nao wanahitaji hiyo shairi. Muhimu tu ni hiyo kwamba kuwa na sera nzuri
utekelezaji na mpango mzuri wa ruzuku kuhakikisha kwamba uzalishaji wa ngano utakuwa productivity yake, yani tija yake itakuwa kubwa, kwa maana na hili ni jambo la muhimu sana. Gharama ya kuzalisha ngano iwe chini sana kwa mkulima hapa wa Tanzania ili aweze kuuza, kwa sababu kama mkulima, kwa sababu naona kwamba kitu kinachowa discourage wakulima wengi wa ngano hayo maeneo, sio kwamba walimi saizi, kuna wakulima wanauza hizo ngano, na ukienda maeneo kama Makete kuna ile mikate kuna ile ngano kuna nasema ile mikate ya ngano ya kienyeji, wao ni kitu wanakula ipo hivyo. Kwa hiyo labda nadhani kitu kinachowa discourage watu kulima kwa ukubwa ni ile gharama. Kwa hiyo mimi nadhani ni eneo ambalo serikali wanapaswa kuangalia kwamba mtu kama ana mkulima mwisho wa siku alime kwa gharama ndogo. Kwa sababu mwisho wa siku hata atashindwa kushindana na mkulima wa Canada ambaye naye ana ruzuku nyingi ambazo anapewa na serikali yake. Mwisho wa siku ngano yake itakuwa ya bei ndogo ukilinganisha na ngano ya mtu wa Makete. Lakini sasa kwa mtumiaji hauwezi ukachagua ukanunua kwa gharama kubwa ngano ya Makete na ukaiacha ngano ya Canada ambayo inapatikana kwa bei rahisi. Kwa hiyo inahitajika sera ambayo inatazama jambo kwa upana, lakini ikatekelezwa yani kweli kwa vitendo na sio tu kwa maneno.